30. Kwa hiyo nguvu mlioonyesha iendelee. Sawa. Wengine wanasema nguvu soda itaishia hapo, sawa? Hata dakika chache haibaki. Kwa hiyo naomba chama hiki kwa mwongozo wa wakubwa wenu wa chama, sawa, kwa mwongozo wa katiba ya halmashauri ya walei Tanzania, mkafanye utume wenu katika parokia. Na utume wenu hasa, na kama ninavyojua, ni kutakatifuza familia zetu, sio? Tujua kwamba sisi wanaume tuna matatizo mengi sana. Ninyi mna muda wa kusali na kutuombea sisi. Msiache kuwaombea watu. Utume mkubwa kwenu ni kuwaombea watu, sio? Sisi wenye dhambi. Kwa hiyo utume huu ukiendelea kuimarika katika parokia yetu, naamini tutasonga mbele. Kwa hiyo vile vile mnajua wale Madale kuna zoezi kubwa la ujenzi. Pengine mwezi ujao tutaweka jiwe la msingi au tunaendelea. Kwa katika haya yote vyama hivi vinatusaidia sio tu upande wa kutafuta hela, bali upande wa kiroho. Tunahitaji watu wanaosali masaa 24 kuiombea parokia, kuliombea kanisa na kuiombea dunia hii. Kwa dunia hii inahitaji watu wa Mungu. Katika nafasi yenu kama wanafamilia, kama baba ni mama wa watoto, na kwenye nafasi zote ile ya kila siku, tumieni kwa ajili ya kusali na kuomba. Hivyo mkisali, mkituombea muda wote, naamini mipango yetu ya kiroho itakuwa na baraka nyingi na Mungu atakuwa upande wetu. Vyote tutakavyofanya katika parokia yetu, katika jumuiya zetu, katika familia zetu, itakuwa na baraka ya Mungu. Wanaomba ndugu wapendwa, wanarita wa Kashia, wahamiseni mume zenu, wale wenye mume, sawa, kusali hata wakiwa wagumu, mkaombee, sawa. Mara nyingi kuliko kuombea sisi tunatafuta mapungufu yao, si? Kwa hiyo nafasi hii ya kama wanachama wa Rita wa Kashia, muda wenu ni kuwaombea watu. Msifanye mambo mengi makubwa, msionekane kwa macho ya dunia hii. Mnapofanya matendo ya huruma kama Yesu Kristo alivyosema, mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia unafanya nini. Matendo yenu ya huruma yawe katika siri, na Mungu anayejua hayo atawapa thawabu yake. Kwa naomba tujitahidi kuelewa ni maisha ya Mtakatifu Rita wa Kashia na alivyopita, changamoto zake za maisha, namna gani magumu ya maisha yote amebeba kwa furaha, kwa mikono miwili. Ndio maana Mungu alimpa nafasi, baraka ya pekee kujua siri za Mungu. Kwa ninyi nyote mliopo hapa, sisi sio ninyi tu, sisi sote tukiwa tayari kujikomiti mbele ya Mungu kufanya kazi yake. Siku ya siku tutakuta kutoka parokia Madale kuna mtakatifu ametangazwa, kuna kutoka Tanzania, kutoka parokia mbali, kutoka familia zetu kuna mtakatifu atatangazwa, hatujui. Huwezi kujua mpango wa Mungu sana. Kwa matarajio yetu kupitia chama hiki tupate watu wenye moyo wa kutafuta utakatifu. Chama kisiwe kwa ajili ya fahari. Chama kisiwe kionekane siku za sikukuu zao. Chama kiwe kinafanya kazi kimya kimya pale mlipo ninyi wanarita wa Kashia. Taona tofauti yake. Taona watu wanazidi kuongezeka. Sawa? Haya, ninyi mliokuja wageni. Sisi ni parokia Madale. Tuna bahati nzuri kwa neema ya Mungu, tuna
waumini wengi ni vijana. Kuna mwenyekiti wa parokia bado hajapata mji huko na makamu mwenyekiti vile vile. Kwa hiyo wote ni vijana. Tuna nguvu ya pekee kwa parokia hii. Namshukuru Mungu kwa baraka hii. Kwa hiyo tuna mambo yetu yote yanaenda kutokana na ushirikiano wa waumini wa parokia Madale. Mimi nipo miaka 14 iliyopita hapa Madale. Kwa hiyo kama wamenivumilia, maana yake miaka yote 14 wamenivumilia, maana yake naona kuna dalili ya kupata watakatifu wengi hapo. Kwa hiyo watu wapendwa, tushirikiane, tushirikishane katika mambo ya maendeleo ya parokia na maendeleo ya kiroho tukiwa pamoja. Haijalishi wewe umetoka jimbo la Dar es Salaam, sio wapi na wapi. Katika Yesu Kristo sisi zote pamoja. Kwa hiyo tuko pamoja katika jina la Yesu Kristo, tuwe pamoja katika mipango mbalimbali, tuwe pamoja katika utekelezaji wake, ili siku ya siku tunafanya kazi kwa ajili ya kumba Mungu sifa na utukufu wake na kuokoa roho za watu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante Baba kwa maneno mazuri ambayo umetuasa. Nadhani sisi wanalita wapya, utuendelee kutuombea, lakini na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atatufanya tuwe chachu katika parokia Madale. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Baba Paroko na viongozi wote wa Kitakashia Taifa, hatujawahi kuwa na wanachama wengi kiasi hiki. Ni maajabu, kila mtu alikuwa anashangaa hawa wametoka wapi. Na baba anasema inawezekana nikawa ni nguvu ya soda, lakini kwa moyo niliouona watu wanapambana, wanatafuta rozari, wanatafuta vitabu, wanatafuta majoho kama haya. Sidhani kama itakuwa ni nguvu ya soda. Amesema natamani watakatifu wapatikane humu ndani, na nyinyi mnaweza kuwa watakatifu. Kufa mume watoto wake wale wawili wasema fanya nini? Kisasi. Unaona eh? Lakini yeye alichokifanya nini? Alimuomba Mwenyezi Mungu kwamba ninaomba mabaya asiwapate hao. Na kufanya nini? Mungu naye akatimiza lile aliloliomba. Na wale watoto fanya nini? Wakawa wameondoka. Na yeye akaingia kuanza kumtumikia. Najua kwa historia kafupi kana namna hiyo. Inawezekana niko sawa au siko sawa. Lakini na nyinyi sasa mkaamua kufuata ule utume. Natumaini na nyinyi mtatuombea sasa na sisi. Mtaiombea parokia, tuombea sisi tubadilike, tufanikiwe na parokia yetu kufanikiwa kwa ujumla. Mmeanza wachache, tunatamani parokia kuwashawishi na wale fanya nini? Waje. Lakini ili waje wajiunge, lazima chama kama chama kiwe kina value kwa wale wanachama wake. Kiwe na value kwa ajili katika parokia. Ndipo kile chama fanya nini? Kitakuwa. Lakini kama tukaenda anaona mimi ndani aenda afa mna chochote, definitely fanya nini? Ataanza kunyuma. Kwa sisi ambao tumo ndani, watu wetu tuna viongozi wa taifa, si ndio? Tuweze kuwatia watu chache, kuwatia watu moja, ili wengi wajiunge na taifa na parokia yetu kwa wengi tuweze kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tunawakaribisheni sana parokia Madale. Yaani nimetia wivu kwa watu wengine. Kuna wengine maana amewaalika huko ndani, kwa naongea na mwanarejeo pale. Na kiongozi wa wazee na wastaafu akasema kwa kweli wametutikisa hao. Kwa hiyo ngereni. Huu mmoja nimesema inaweza tukawiga kwa wengine kama wanaenda kupokelewa na Dar es Salaam na majirani wanakuja kuongeza, wanaona kwamba mambo yanawezekana. Sio wawili watatu wakasema watanewa na moyo. Leo na moyo tulikuwa nao, si ndio? Na wengine walikuwa wengi, si ndio? Wamejiunga kama 5 6 hivi. Lakini ndivyo ukuaji unafanya nini? Unavyoenda. Kwa hiyo natumaini hili mnalolifanya litakuwa ni chachu kwa vyama vingine, kwamba
na sisi wanamoto tuamke rejeo tumaamke na nini na mafanikio mliyopata kwenu, basi mwashirikishe na wengine fanya nini waweze kukua, kwa sababu yote tunafanya kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Natakieni siku ile bora. Namshukuru Mungu kwanza na viongozi ambao umeratibu na kuweza kuungana na sisi. Nafikiri wanaparokia wameshangaa sana. From nowhere wakaona watu wengi wamepanga mstari mpaka wakana naona kila mmoja anageuza shingo. Kuna nini? Kumbe kuna jeshi la Mtakatifu Rita Kasha limeingia. Na wapongeza sana katika haya yote ambayo tunaendelea kuyafanya. Na sisi kama viongozi tuko nyuma yenu, tutashirikiana. Tunachohitaji tu kwamba kama baba alivyosema na mwenyekiti, tusimame imara ili kuleta thamani ya hichi chama. Isianze kwa kasi alafu mwishoni kikaa katika. Lakini kitenda mbele zaidi kwa mafanikio makubwa kama kutakuwa na ushirikiano kuanzia level ya chini mpaka level ya juu. Inamaanisha kwamba level ya tawi, dekania, jimbo na taifa. Kwa mkishirikiana vizuri, mikakati yote ambayo mnaipanga mkaifuata. Na kama baba alivyosema, kuna miongozo, kuna katiba ya chama husika, lakini kuna katiba ya halmashauri ya lei na kanuni mbalimbali ambazo zinaongoza. Mkisimama katika hizo, ninaamini kwamba Rita Kasha litapaza hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawapongeza sana. Nisongee mengi sana. Mimi nawatakia kila la heri. Sisi kama wana Madale tunawapenda sana na tutaendelea kuwapenda. Tutaomba tu ushirikiano wenu kwa chochote ambacho kinahitajika. Mkihitaji kuja kutusaidia siku nyingine, njoni. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Jamani. Wanaume wako wangapi? Mheshimiwa. Ni kwa ajili ya dawa. Basi mkae. Shuhudia tena mvua nyingine kubwa. Hiyo tunatarajia makubwa, tunaombea. Asanteni sana na karibuni sana. Sisi tena. Kwangu mimi ninayo furaha sana. Kwanza naomba nijibu baba kwamba amesema muiombee parokia Msali. Ni majuzi na mimi nimeshangaa nikawa natafakari katika vyama vyote vya kitume ni chama gani ambacho kimekuwa na zile nyayo 9 za kusali kwa ajili ya kufuata yale ya Mtakatifu Rita. Nikagundua ni chama cha Mtakatifu Rita peke yake, kwamba kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi tunaanza novena mtakatifu siku 9. Kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi. Na tunapenda kusalia kanisani. Sisi paroko wetu walituruhusu tu tuwasalie kwa Yesu wa Ekaristi. Jana nimeenda Kibango, nimekuta wanasali kwenye msalaba. Yaani inaleta furaha fulani ile. Hizo siku 9 watu wanatoka nyumbani wanakuja kusikiliza. Tuna vyama vingi, kwa mfano maana tunakutana kila Jumanne. Haya, kuna moyo mtakatifu wa Yesu na wenyewe naona kama ni karibu kila Ijumaa zaidi. Lakini wana siku zao, ila wana katiba yao kwamba siku isipite bila kusali siku fulani. Lakini sisi Rita tunakutana kanisani. Na kama tunashindwa kufika basi pale tuna vitabu vyetu, novena zinaendelea. Na hata kama mtu hakuwepo pale, ziko kwenye mitandao. Kuna magrupu mengi sana ya Mtakatifu Rita na hata wale wadukuzi wameingilia kwenye yale magrupu, wamejitengenezea kwao. Na kuna watu wamenyenga hadi nyumba. Akisema leo tutakuwa na matendo ya huruma, tutaenda Bagamoyo. Watu wanatoa hela nyingi. Sasa siku ya kwenda wanajikuta mimi sipo. Mbona nje la uji? Wapi? Si matendo ya huruma, yani hata kama zimechangwa. Tena wengine wamekuwa janja, wanasema watu wamesema tusidisplay hela zao. Kwa hiyo hela ni siri. Mwizi naye mjanja kweli. Kwamba watu wanasema ni siri. Na sasa walichotushinda hawana kazi yao ni kuwapa sala za kila aina. Yaani sala ikiruka tu hata kama imetoka Vatican, wao washaipata. Imewekwa hapo mchana saa ngapi?
Sasa si pia tuna mambo mengi, uweze ukashinda unasali tu. Sasa grupu lingine nimekutana nalo, mtu kaja dukani anakuja kununua kitabu, anatafuta novela ya Mtakatifu Rita, nafikiri kuna ya masaa 3. Kwa hiyo nikaa nampa kile kitabu, anasema maki tunaambiwa tuwe na hichi kitabu na nani kwenye ile grupu, kwani wewe haupo? Na yaani akishatangaza sala yote na kuna muamala pale, sadaka yako tuma huko. Kwa hiyo lakini sasa wameanza kuchoka kujiona kwamba unaambiwa sali na sadaka yako iweke. Sisi kwa kina Rita hatuko hivyo. Ikitokea ni zile sadaka zetu kwa ajili ya Maria Rita ambayo ni ya kitaifa na ni sadaka ambayo inaeleweka, sio sadaka tu hata mimi nimeibuka tu huko nasema kuna sadaka fulani. Niwaambie tu wenye viti wa parokia, Mtakatifu Rita amefikaje hapa ni kwa muujiza tu, kwamba nilikutana na dada Asei. Dada Asei yuko hapo kwenye daladala, mimi kwenye bajaji ya kukodi kutoka Kariakoo. Kwa hiyo kule kulikuwa na baba mmoja anaongea na simu, anafoka kweli kuhusu mwanae ameambiwa kamchukue shuleni. Anasoma shule fulani ya Katoliki, sitaki kuitaja. Yuko form 1, ni mwezi wa 7 hapo, lakini kuendelea kukaa pale ni kumtesa. Si ndio jamani? Ndio mtoto anaitwa Sugu na wenzake wanamsomea. Mzazi anaambiwa ukiuliza za Javazi Sugu ataitwa yule mtoto. Huyo mtoto wako hata akisoma ataelewa kitu. Kwa hiyo basi dada kanikuta amesema shule fulani na mimi nikaa nasema shule fulani. Kwa sababu tunamisha mtoto watu bila hata kujua. Lakini nikajikuta na mtoto dada, wewe mimi unasali wapi? Wewe dini gani? Kama Katoliki nasali Madale. Haya, tukaanza mambo ya Rita sasa. Unamjua Mtakatifu Rita? Unajua? Haya. Sasa wakati Bagamoyo inaanza, dada Radeta nikamwambia kwamba nenda Madale, kuna dada anaitwa Asei. Kwa hiyo akapiga simu. Lakini sikujua hata leo wakati tunakuja nimempigia Radeta apokee. Sasa tunaenda wapi? Hatujui imeandikwa Madale. Watu tena wanasema kuja tukasoma message. Ndio nasema moja nipigia Asei kumwambia kuna parokia moja wanapokelewa huko. Ndio hiyo iko mwisho usije mwisho. Nasema ndio hiyo. Na nafika hapa hata hakumbuki kama tuliwahi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nimeshawaambia kwamba tujitahidi sana kumtangaza Mtakatifu Rita, na hii sio nguvu ya soda. Kwa sababu mwenyekiti mwenyewe unaona kwenye mitandao. Watoto wa baba mdogo ndio wanaotoa shuhuda. Si kweli jamani? Na ndio wanashika vile vitabu. Ndio wametangaza kuhusu novela ya masaa 15. Hata sio hivyo tu, kuna dada wa miguu moja. Mama, popote pale tunapokanyaga, tutaenda likizo Krismasi, tutaenda parokia jirani. Unapopata nafasi, ongea na paroko. Kuna maparoko wanapenda sana Mtakatifu Rita, lakini jinsi ya kuanzisha lazima apate support. Kama hivi si ndio yeye mmemwambia paroko. Sio yeye amekuambia. Kwa hiyo naona mambo yake yatakavyoenda vizuri. Na mmeona waliposhangaa, mimi nimwambia nimechungulia kuna kaja kama nachungulia. Si nimwambia? Lakini nimeona ni jinsi gani ameshangaa kuwaona watu wengi. Hata mimi sala hivi umoja ni nguvu, utengano ni nguvu. Aliposema haijalishi wa Dar es Salaam mimi kwani wandivyo tushikamane hivi. Hata watoto wa mdogo wabaki wanamshangaa. Ukienda pale Muhimbili muulize tu padi ni wangapi wanakuja kubariki vitabu vya Mtakatifu Rita. Sio wa Katoliki. Yaani kuna mtu anaambiwa nenda pale kama kitabu cha Rita, mpe padi akibariki. Sisi wenyewe tunaamua tukibariki. Mtoto na KKT anabariki kitabu anasema mtoto wake ana tatizo la moyo. Kwamba anatakiwa afike miaka fulani ndio afanywe operation. Lakini na alafu ajue hata anasalije. Mwingine anachukua Mtakatifu Rita. Yako mambo mengi sana. Kama nilivyosema naliona jimbo la Bagamoyo likistawi likimeremeta. Hivi basi si kama mambo la kweli. Ukivua hivi sema watasema ya heo umekosa kilemba tu. Zawadi ya upendo Mtakatifu Rita wa Arashia. Basi kwa majina mimi naitwa Redempta Tarimo, ni mwana Rita niliyeanzia parokia ya Mtakatifu Agustino Temboni.
nikahamia jimbo la Bagamoyo Mivumoni na tunaendelea na utume. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa walimu tumeongea mengi kwa darasa. Siku 3 zile zilikuwa si hapa, tulijifunza mengi na wanarika wote hapa mmefanya semina, si ndio? Tulianza kuona ni kwa nini vyama vya kitume vilivyoko ndani ya kanisa Katoliki, manufaa gani tunaleta ndani ya kanisa kwa kuwepo kwa chama cha kitume, lakini tufanye nini tunufaike na ule utume tunaofanya. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba niwapa sensi kasema kwa sababu tuliongea sana, tukatekeleze yale ambayo tumejifunza, zile nyayo za Mtakatifu Yesu. Lakini tujue ya kwamba chama chetu cha kitume kiko chini ya kamati tendaji ya halmashauri ya parokia. Kwa hiyo mtatakiwa kutoka kwenda kutangaza utume sehemu zingine, lazima tufuate zile taratibu ndani ya parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tukauishi ule upendo. Tunasema Mtakatifu Rita ni zawadi ya upendo. Tutakaposhikamana na kuishi kwa upendo, ndipo watu watakapotamani kujiunga na chama cha Mtakatifu Rita. Imani bila matendo ni tayari. Kwa hiyo tutakaposhikamana kwa upendo kama ambavyo salamu yetu inavyosema, basi tutamwona Mungu katikati yetu na tutafanya lile jukumu ambalo tulisema ni kutakatifuza malimwengu. Msifu Yesu Kristo. Ndani ya taifa ili utume wa Mtakatifu Rita uendelee kusonga mbele na watu waendelee kunufaika. Tutoke sasa kuwa wanarita wa mtandaoni, kule hakuna majukumu, si ndio? Kule ndio kuna kuingiliwa na watu ambao sio, lakini unapokuwa ndani ya kanisa Katoliki ni kwamba unakuwa. Mimi naitwa Isabela, ni katibu wa Mtakatifu Rita kutoka parokia Mtakatifu Maria Mtakatifu Mivumoni. Nawapongeza wanarita wa Madale. Tunawashukuru kwa kweli, semina ilienda vizuri. Mlitupokea na mlitukubali, mkatusikiliza. Mungu awabariki sana. Tunaomba kwa vitendo. Na katika kutenda kwetu tukumbuke sisi tunatenda zaidi. Tuna ujenzi wa kanisa. Tutaambiwa jumuiya ilete mchango, kada ilete mchango. Ukija kuambia Mtakatifu Rita ulete mchango, usije ukasema mimi ni wa kwenye jumuiya. Hapana. Tumeongeza majukumu ya kutenda zaidi. Na maana ni sifa ya kutenda zaidi. Tutaitwa tegemeza jimbo. Mimi najua tu mwaka huu sio kama tutapona Bagamoyo. Watasema Rita. Kwa hiyo tujue kabisa Rita tutatakiwa kutoka kama Rita. Mwaka jana sijasikia kule wakiita Rita. Mwaka huu na wasiwasi. Waliita kwaya, waliita moyo mpaka Rita atatumitoa. Mwaka huu nina wasiwasi. Tumeanza kusikika. Kwa hiyo sisi tukasema jamani, jimboni kwetu tegemeza jimbo, Madale huko kusema, sisi kiparokia tumeshatoa. Sisi tumetoa kwa WAWATA. Hapana. WAWATA itabaki WAWATA, kama ni WAWATA utatumika. Kama ni mwanamoyo utatumika. Yaani maana ya kuwa kwenye chama cha kitume ni kutenda zaidi, kufanya zaidi. Tukajitoe bila kujibakiza. Kituo kinachofuata na sisi itakuwa kuungana, tutajitoa. Tutakwenda. Tukitoka tutaenda Bongo, tutakwenda. Mwisho wa siku tutaenda mpaka huko Bwawani, tunatakiwa kwenda. Kuna parokia ndani ya jimbo letu zina changamoto, tutatakiwa kwenda kwa namna moja au nyingine. Mwisho wa siku na sisi tutapata watakatifu. Mungu mwenyewe anajua. Wakati mwingine unatakiwa uende sehemu fulani, unajua hata unaendaje, lakini unajikuta tu umefika. Kwa hiyo tuendelee kushikamana. Kwa kuhakikisha kweli.